بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن على نهجه إلى يوم يبعثون. ما بعد. Kwanza tunamshukuru yeye mwenyewe Azza wa Jalla ambaye ametupa uwezo kuweza kuzungumza wakati huyu. Pia tunamshukuru ambaye yeye kaumba uhai, pia kaumba uzima. Yote hivyo viwili, sababu ya kuviumba ni kutaka kumjaribu mwanadamu ili aone ni yupi kati yenu au kati yetu atayekuwa na matendo mema akafanya mazuri kabla hayajamfikia mauti wakati huu. Rahman mwendee kiongozi wa umma Muhammad ibn Abdullah na masahaba zake na ali zake, pia na wale ambaye wataye unyenyekea mwenendo wake hadi siku ya Kiyama. Mimi ni Sheikh Shaban Umar ambaye nimesomea Azhar. Baada ya kutoka Azhar nikenda Saudi Arabia katika mustawa wa sanawia, kisha nikaingia katika kulia da'wa wa usuli din wal i'lam. Hivi nabeba lisansi ambaye nimemaliza mwaka wa 84. Nimefika mjini kwetu Burundi hali ya kuwa niko shekhe. Nikaanza kazi ya kufundisha, nikafundisha katika chuo cha Markaz Salama pa Burundi, nikafundisha katika Mahadi Kabondo, nikafundisha hadi sasa katika shule za sekondari hapa katika nchi yetu mpaka hivi ndiyo naendelea. Kabla ya kwanza yote hayo, nimesomea katika chuo kidogo ambacho ndicho madrasati Irshadi Hayati Mdini, kabla sijenda kusomea katika chuo cha nje. Na hivi sasa nilipoingia nikawa mufti kuanzia mwaka wa 2009, yani kwa miaka 4 tu. Hadi hivi sasa niko mustashar fi majlis al-ala lilmashaikh. Nashukuru sana kuweza kunipa nafasi ili tuweze kuonyana na kuweza kusikilizana wazi. Hadi sasa mimi naendelea, ninafundisha, natoa dawa, ninaswalisha na kazi zote zile ambazo zinazoelekea Uislamu. Mada yangu ya leo ninazungumzia safari ya kifo, lakini na maana kule tulipoanza, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tunachukua neno hili al-mauta, nini ndani yake, uficho wake. Ndani yake ni neno linaitwa safari imewadia. Maana mtu yote atapokutana na sifa hiyo
ya kuondoka kwenye ardhi ni kwamba inaitwa ni safari imewadia au safari imeenea. Lakini safari ziko tofauti kwenye ardhi hii. Safari ya kwanza ni safari ya muda, ambayo ndiyo safari ya kuhitajia visa, ya kuhitajia tiketi. Unaondoka nchi unakwenda nchi nyingine. Ama visa ya kuondoka, ndio tunasema kwamba kifo kimekwisha mfikia, sasa lazima na yeye apate visa ya kuondoka. Ni visa gani hiyo? Singine sio visa ya ndege, wala sio visa ya gari, wala sio visa ya kwenda nchi nyingine. La, ni visa ya kukuondoa kwenye anga hii ya ardhi, kukurudisha kwenye anga ya asili ambaye wewe kabla hujawepo. Unarudia kwenye asili, unarudia kwenye udongo, kama tutavyoipata huku mbele. Udongo unayeitwa aturabu swamit, udongo uliyekuwa mkimya. Kwa hivyo safari yako ni safari ya kukubeba. Hauoni, hautingisiki, hauchezi, hausemna nipeleka wapi. Kwenda kwenye makazi na malazi, ukingoja visa ya mwisho ya kuniacha na kukuacha milele. Bimaana visa ya kuniacha ni visa ya wewe kutoka ndani ya kaburi, alafu naachana na ule udongo, msirudi tena kuonana maisha. Bimaana hapo utakuwa umekwisha geuzwa hali nyingine, hiyo ile hali ya udongo. Ndugu zangu Waislamu, kifo ni kitu gani? Watafiti walifasiri kwamba kifo ni tufani inayevamia pakavu. Maana yake kifo kinachukua nafasi yote ile na kudindimiza huku na huku. Kifo maana yake kinadindimiza, ai kinamaliza uhai wako wote. Unabaki we mwanadamu, hautingiziki, hausemi, hautembei, hawendi. Lakini hapo kuna maana, ikiwa makazi yako na malazi yako kitakufikisha nafasi hiyo, utakuwa ukingoja kitu gani? Ni kwamba hapo utakuwa ukingoja visa ya mwisho. Na visa ya mwisho ni yeye Israfil mwenyewe, anaamrishwa na Allah, anapiga nini baragumu zile, ili watu waweze kupewa ruhusa ya kuweza kutoka ndani ya ule udongo swamit uliyekuwa mkimya, ili waweze kuelekea mbele ya yeye mwenyewe azza wa jalla. Ndio maana pale udongo unasema ni visa ya kuniacha, na ule udongo pia unakuacha milele, hamtorudi kuonana mara nyingine. Kifo ni kitu gani? Ni kifo tufani inayevamia pakavu na kudindimiza huku na huku, hadi viliomo kutinda uhai. Yaani viungo vyako vyote, mwili mzima unakuwa tena hauna kazi. Kwa hivyo hakuna kifo wala hakuna mafuriko, isipokuwa vyote vinazima maisha ya mwanadamu. Tazama mwana wa Nuhu alayhi salam, baba yake amelingania umma miaka 950. Alipofikiri sasa hawa watu
wameisha nikengeuka, bimana hawataki kumsikia, lazima amlilie Mola wake. Alipofikiri kuwa huyu mwanaye Kanaani, alifikiri kwamba ataokoka na mafuriko. Nabii Nuhu alipoomba, Mwenyezi Mungu akamjibu, akamwambia tengeneza meli. Meli ile alitengeneza, akakusanya kila kitu, kiume kike. Yule mwanaye alipomwambia, mwanangu ingia ili uokoke, mwanaye alimwambia, baba yangu, nitakuwa juu ya milima, yasinifikie hayo ambaye umeyaomba. Tazama kibri cha kupinga baba ambaye ndiye mzazi. Baba anataka amuokoe, lakini mwanaye alikataa katukatu. Hayo unayoyaomba yatakuja, mimi nitajipandia juu ya milima yasinifikie. Lakini tazama nguvu zake yeye mwenyewe azza wa jalla. Alifanya nini? Alichukua maji toka chini, akachukua mvua ikazamisha yote ile milima, na yeye mwana wa Nuhu akazama pamoja na wale ambaye waliye mkaipitia. Hapo hapo sivyo, watu lazima wafahamu, na wako ambaye ndiye watafiti waliyefasiri tena kifo ni kitu gani. Tukimtazama huyu Ibn Jauzi alisema kitu gani kunako kifo? Alisema ni kupanda jahazi la uchamungu, lisiyekuwa la pambo wala lisiyokuwa la starehe wala lisiyokuwa la matembezi, bali ni jahazi la kuokoa tufani la ardhi nzima. Tazama sasa tafasiri kwamba ni nini? Ni jahazi, meli. Ni meli, kifo ni meli ya uchamungu ambaye inayechukua kila kitu, haichague huyu wala haimuache huyu, isipokuwa ni kitu gani? Ni jahazi la kuokoa tufani la ardhi nzima. Imana ndani ya wale wanadamu wamo ambaye wanayeshika mafunzo ya Allah, sheria za Allah, desturi za Allah, kanuni za Allah, ili waishi ndani ya jahazi hilo ambaye ndiye jahazi la uchamungu. Mtu wa pili ni mtafiti Saidi Ibn Saidi, alisema, mtazame na uwe makini ndugu yangu, machozi yake hayakukauka. Aliposikia neno kifo, machozi yake hayakukauka, bali alikuwa akitembea yanamteremka mwaka mzima, akitembea kwenye ardhi tu, akikanyaga kwenye ardhi, anaona kama ameshazama ndani ya ardhi hii. Na ndio maana wakati ule Bahlul alimkuta Malik ameketi kati ya makaburi, akamuuliza, kwa nini wewe umeketi baina ya makaburi? Alimjibu hivi, mimi nimeketi kwa wale wasioniteta, nimeketi kwa wale wasionitengenya. Tazama, ninakumbuka kifo kitanifikisha nafasi hii. Sasa huyo alikuwa akitembea, machozi yanamiminika, akisali tu machozi yanateremka, akizunguka Al-Kaaba machozi yanamteremka, akisoma Qur'ani tukufu yeye analia. Unatazama hapo jinsi alivyokuwa huyo mwanachoni, unyenyekevu wake,
kwa kukiokopa kifo? Basi ikawa mtu mmoja akamtembelea, akamuuliza, ewe Saidi bin Saidi, umeamka je? Akamjibu, nimeamka na ngoja kufa. Tazama jibu ambaye la uslubu mzuri. Hakumwambia ninangoja nipate mali nyingi, la, alimwambia ninangoja kufa pasina matayarisho ya kunitetea. Bimaana hajatakufa kabla hajajiandaa wala hajawa na matayarisho ya kuweza kumtetea mbele yake azza wa jalla siku hiyo ya kiyama. Sasa hapa wewe kama ndugu yangu unachukua darasa gani ndani ya hii kauli ya Saidi ibn Said? Wewe unachukua neno alharbu min almaut. Nina fadhali nikimbie kifo. Nani wa kwanza mpaka ikafikia yeye akimbie kifo? Inakuja hapo point nasema kukimbia kifo. Kukimbia kifo ndugu yangu Muislamu ni ukaushi wa macho. Huyo ni mkaushi, kwa sababu mkimbia kitu amekiacha nyuma. Ama kifo atakikuta mbele kinamngoja. Unzuru yamina, tazama kulia kwako, washimala tena kusotoni kwako, waamama kana mbele yako, wakhalfaka na nyuma yako. Popote pale utapotazama, kumbuka kwamba mko pamoja na kifo. Kinachobaki wewe ni kufanya hesabu, kama alivyokuwa kufanya nani? Sayyidina Umar, sahaba wa Mtume, Mwenyezi Mungu amridhie, yeye alikuwa akifanya nini? Alivyosikia kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hasibu anfusakum kabla tuhasab. Ikontrole bana yake, isahihishe kabla wewe haujahesabiwa. Maana yake ihesabu. Alikuwa kishika tangia Ijumaa mosi, ndo siku ya kwanza ya Uislamu, hadi Ijumaa, na kaya yake kosa akifanya kosa anaandika, akifanya ribaya anaandika. Ikifika siku ya umrugua, anaye mwenyewe anahesabia kwa mujibu, anajua kwamba hasibu ni amri, nijihesabie. Sasa kabla sijahesabiwa, ngoja na mimi nichukue nini? Hisabu yangu. Na yeye alikuwa akijihesabia, akikuta yeye yuko na kosa, anajitandika. Kwa sababu ya nini? Anajua mbele ya Allah kuna adhabu kali kali kali. Anajihesabu kabla hajafanya nini? Hajahesabiwa. Hayo yalikuwa yakijua sahaba umoja wakati alivyofishwa Sayyidina Umar, Mwenyezi Mungu amridhie. Alikuta nini? Alikuta kovu kwenye bega lake la mgongo, bali yeye akatambua kwamba alikuwa akijiadhibu ikiwa yeye amekutwa yuko na kosa. Sasa kwa hivyo ndugu yangu, wewe unakimbia kifo. Unakimbia wapi? Wende wapi? Ni kifo hakina taarifa. Uwe chini, uwe ndani ya udongo, uwe ndani ya mti, uwe ndani ya ghorofa, lazima kinapiga hodi. Hodi usiyoijua kinaingia, unalala nacho, watu wanashtuka. Umekwisha fanya nini? Umekwisha ondoka ndugu yangu. Sasa kwa hivyo kinakuchukua moja kwa moja. Ama kifo utakikuta mbele kinamngoja hadi kimfikie
afikishe kwenye hatorudia kwenye boresho la uhai wa ardhi, isipokuwa kwenye nini? Uhai mpya. Maana kurudia kwenye uhai mpya ni kufufuliwa kwenda hesabu, ima jaza aljanna, ima jaza annar, ima hukumiwe peponi, ima hukumiwe motoni. Anasema Allah kama Allah Ta'ala, qul inna al-mauta tafirruna minhu innahu mulaqikum. Duna shaka Allah anasema bayani, waambie ewe Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika mauti mnayoyakimbia ni yakini, mtakutana nayo. Uwe wapi, wende wapi, urudi wapi, ndugu yangu wewe, uko mbali, uko karibu, popote pale, hesabu kabla wewe hujazungumza na udongo uko mkimya. Kwa sababu udongo uko mkimya, umeshaingia ndani ya nini? Umechanganyikana na huyo udongo. Ndiye tunayekuja aturabu swamiti, udongo uliyekuwa mkimya. Sasa unaingia ndani ya udongo uliyekuwa mkimya. Ule udongo baada ya wewe kukufikisha ndani ya mwanandani, wamekufunika, wamekutayarisha, wewe wanaondoka ndugu zako, wewe unapiga kelele, mbona mmeniacha peke yangu? Ama nakujibu mimi ukanyaka udongo uliyekimya, wewe kwa juu, unatamba, unakanyaga, lakini hukunikumbuka. Katika hadithi kudsi, wakati alivyosema Allah, kila udongo wewe unapoamka unauona haukubadilika, ni ule ule udongo, haukubadilika, ni ule ule. Basi kwa hivyo leani sasa udongo unapita, unakwambia kwamba mimi ni mpya, mimi ni mpya. Usifikiri jana jinsi ulivyoniacha jana ndivyo nilivyo sasa. Kwa hivyo ni kuipa wewe kukanyaga huyu udongo huyu ambaye kwenye uhai wa macho, basi ni kuipa roho nguvu. La ajabu wewe ni udongo wenye kunena, unarudi kugeuka udongo uliye mkimya. Anasema ye mwenyewe azza wa jalla, qala Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah anasema, ndani ya udongo nimekuumbeni, ndani ya udongo huyu nitakurudisheni, ndani ya udongo huyu nitakutoweni mara nyingine. Jeuri ni nini ndugu yako? Jeuri ni nini ndugu yangu? Kipi kinakuzuzua? Beba hii kanda ya aya hii. Wewe ni udongo, si chochote. Inayobaki ni wewe, mashindano ya ardhi, ukubwa wa ardhi, ufalme wa ardhi, heshima ya ardhi, yote hivyo ni vya nani? Ni wewe kuvitekeleza ukimwelekezea mwenye utukufu aliyekuweka kwenye nini? Kwenye anasa hii ambaye ndiye kimvuli kidogo. Tazama, tuko manyumba haya siyo nyumba, bali ni kimvuli kidogo Mwenyezi Mungu ametupa kwenye uhai huyu wa macho, bali baadaye ili tuende kwenye kimvuli cha ukimya, Sasa kwa hivyo wewe, hitajio la kaburi inahitajia kitu gani kwako? Inachokitaka, tayarisha nyumba yako ambaye haina mpangaji wala wa kuipanga.
Ni nyumba gani? Ndiye kaburi. Ndiye nyumba haitopangwa na mtu yoyote, bali unakwenda ni wewe mwenyewe. Hakuna utayemuuliza mwisho wa mwezi, bwana wewe umefika, wala wewe hawendi kupanga, bali unarudia nyumbani kwako kwenye asili. Wala nyumba hiyo haina taa, wala haina maji, wala haina chakula, wala haina nguo. Nguo yako ni udongo, maji yako ni udongo, taa lako ni udongo, chemli lako ni udongo, shumara wako ni udongo, chakula chako ni udongo. Kiacho nini kila kitu? Ziko wapi zile ambavyo ulikuwa ukimitishia ndani ya uso kwa uso? Unaninyanyasa mimi fuke, unaninyanyasa mimi maskini, na kuomba unanifukuza. Hebu leo tunachangia nini? Nyumba hii moja, una chumba chako, baraza yako na chumba chako, na mimi na baraza yangu na chumba changu. Sasa kwa hivyo ndugu yangu, jua kwamba maisha ya hii ardhi ni maisha ya kumwelekea ye mwenyewe azza wa jalla, kuyafuata yale aliyekuamrisha, kutoa zaka, kuifunza dini yake, kuifunza Qur'ani, kuwaamsha watu, kuwasafisha watu roho, kuwatoa mambo mabaya ambayo ndiyo ya kuweza kuchochea umma kusambaratika kwenye maovu na kusambaratika kunako yale ambaye hayambatane na sheria. Itakuja nini? Kutinda furaha ya roho. Hapo moja kwa moja roho yako ni nini? Imefuraha, imemalizika. Uliyekuwa ukimfurahia hakuna, uliyekuwa ukimpenda hakuna mapenzi, wala hakuna baba, wala hakuna mama, wala hakuna mke, wala hakuna mtoto, wala hakuna rafiki, wala jamaa, bali umebaki ni wewe mwenyewe katika chumba kidogo, alafu baraza ndogo. Lakini sasa tazama, wanapoondoka wanakujia malaika kiasi watano hivi, lakini wanakujia kwanza ile chumba chako, kila kitu kinakuwa kipanda, ili wewe uweze kupigwa nini? Masahili na maulizo. Yuko Munkar wa Nakir, yuko Malakul Maut Israeli, yuko pale, yuko malaika ambaye ana rungu, yuko malaika ambaye ana penzi ya moto ambaye ndiye yachomoa roho yako. Haya yote ni matatizo ambayo ya ndani ya nini? Ya ndani ya nyumba hiyo yetu, ambayo ndiyo nyumba ya upeke. Haina baba, njoo nione wananiumiza. Haina mke wangu kunipikia chakula kizuri. Haina mtoto, na mtoto hakwenda shule. Wala haina rafiki, wala nani. Rafiki ni udongo wako, mpenzi wako ni udongo wako. Baada ya wale malaika wakitoka, anakuja malaika ambaye ndiye kavaa nguo nyeusi, anafikia kwenye nini? Kidole gumba, anakunini? Amka, shtuka wewe. Unashtuka. Unaposhtuka, yule anakwambia kwamba unaniona mimi nimeusi hili. Basi kwa hivyo mafikio yako ni ndani ya moto wa jahannama. Uwe usi unavaa. Anakuja malaika mwingine amevaa vazi leupe, anavadakika kwenye bapa lako la uso. Unashtuka, anakwambia mtazame mimi ndiye matendo yako mazuri uliyekuwa ukiyatenda na ukayafanya. Sasa kwa hivyo, itoe uchafu wa roho. Towe uchafu wa roho na mwili. Tumikia Allah. Jitowe na fikra zenye mizizi mibaya. Laiti mngekuwa wote
wakafariki matatizo uliyekuwa nayo. Wale wabaya wako wako juu, wako wanacheka, wanafurahi, wako kikia hati fulani, mpikia simu kula ndani ya kaburi, atakwambia nini? Atakwambia niaje? Ndugu yako mimi niko tabani huku. Ndiyo jibu lake ambaye ataye kujibu. Kwa hivyo nyinyi mngeliwapigia simu mkajua ni jinsi alivyo kule, nikifikiri kila mmoja angelala anasali, anaamka na sali, kila kitu akawa kama Saidi, machozi hayakuacha kumteremka mwaka mzima. Ndugu yangu, hayo ambaye ni maoni, tunaingia kwenye daraja la kaburi sana. Muhaddathatu baina al-qabri wal-insan, mazungumzo ya kaburi sasa na mwanadamu. Wale malaika wameisha kwenda zake, wao wameisha kwenda. Malakul maut inapandishwa roho yako, faidha balaghatil hulqum, inapofika kufikishwa ndani ya koromeo. Kuna roho nyingine inakataa mimi siwezi kupita kwenye ulimi wa huyu mwanadamu. Malakul maut anarudi kwa Allah, ya Allah, huyu mwanadamu roho yake haitaki kupita kwenye ulimi, nenda umuulize sababu gani. Anajibu kwamba kwenye ulimi wake bado jina lako ambaye ndiye Allah. Akisoma Qur'ani sana, jina lako liliganda kwenye ulimi. Sasa kwa hivyo nini? Roho haiwezi kupita juu ya jina lako. Allah anamwambia nenda uitolee kwenye kidole gumba mkono wa kulia. Anakuja anateremsha, anapandisha kwenye, yani roho inakataa, inasema siwezi kutokea kwenye mkono huyu kwa sababu ni mkono ulikuwa ukitoa zaka, ukitoa sadaka, yale yote ambaye yanayependeza ndani ya Uislamu, ndani ya dini tukufu, ndani ya dini yake, yalikuwa yakipitia kwenye nini? Kwenye mkono huyu, na hiki kidole kilikuwa ndicho cha kwanza kugusa yale ambaye huyu kiumbe alikuwa akitoa. Kwa hivyo mimi siwezi kupitia kwenye kidole hiki. Anarudi malakul maut anamwambia Allah, bali nimekataa, haiwezi kutokea kwenye kidole hicho, kadha. Anamwambia nenda uiteremshe, uitolee kwenye mguu wa kulia. Kwenye nini? Kidole gani? Kidole gumba. Kidole gumba nateremsha, kinakataa, kinasema pana, roho haiwezi kupita hapa kwa sababu mimi nilikuwa nikimchopesa, nina sujudu. Hiki kidole kilikuwa nitakusujudia Allah. Kwa hivyo roho haiwezi kupita kwenye ambaye mimi nilikuwa nikimtabaruku yeye mwenyewe azza wa jalla. Kwa hivyo roho inagangana kutoka ndani ya mwili wako, lakini tazama, Mwenyezi Mungu anamwambia imekataa kazi zote kwa sababu roho haiwezi kupitia, upande wa kusoto. Roho haiwezi kupitia upande wa kusoma, ni lazima ipitie upande wa kulia, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika hadithi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokea, ibda'u bima bada Allahu bi, anzia kwa kila alichoanzia Allah. Alianzia mkono wa kulia, na kila kitu lazima kinateremka mkono wa kulia. Hata kila kitu kitumikishe kwanza kwenye mkono wa kulia. Baada ya hapo, hayo ndivyo Mwenyezi Mungu anamwambia andika jina lake kwenye kitabu
chake au kwenye kitanga chako, uende uteremke kule, alafu kile kitanga ukiweke ndani ya uso wake, yaani ukiweke kwenye sura yake, alafu utapoona jina lake liko kwenye kitanga cha malaika, alafu sasa atachekelea, atafurahi, alafu na wewe ndivyo utakuwa huko unatoa, unapandisha ile roho yake, kisha roho yake ile iweke ndani ya nini? Ndani ya sanda ambaye lenye miski, ambaye ni roho ya mtu mbaya, iweke ndani ya sanda yenye miba, kisha sasa kamua. Ndivyo sasa ile roho inapiga kelele, hapana ya ule mtu mwema. Kisha sasa inapelekwa, yule mtu anafuatilia kwa macho jinsi inavyopelekwa mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka anaonyeshwa, anafika anafumba macho. Nini? Amejua kwamba mimi ni mtu wa pepo. Na ule mtu wa motoni inapofikishwa mlango wa kwanza, nini? Inasikia harufu mbaya. Malaika anawaambia, malaika natuletea kitu chenye kunuka, alafu kile anakitupa kabisa. Anapokitupa kinateremka mpaka ndani, ile roho inakwenda piga ndani ya mwili wa ule mwanadamu, inapiga ndani ya ule mwili wa mwanadamu. Halafu malaika wanamjia, wanamwadhibu, ikiwa ni kwenye sala, ikiwa ni kwenye aina yoyote ile ya maasi, zaidi kwenye sala. Alipoteza sala ya alfajiri, anatandikwa sala ya, yani kiasi cha sala ya alfajiri. Ikiwa dhuhuri ndio hivyo, magharibi, isha na alasri, ikiwa ni hivyo, kila ule wakati ndivyo anavyozidiwa yule mwanadamu, ila nitakuma saa mpaka kusimama kiyama. Sasa wewe mwanadamu, nataka kuzungumza na nini? Na kaburi. Udongo, ndugu yangu, mkimya, unazungumza sauti ya udongo wa kusema, hausikii sauti yake ambaye ndiye sauti ya kusema, isipokuwa yule aliyoisha starehe ya kidunia, akawa katika nini? Watoto wa akhera, ambaye anayesikia nini? Anayesikia sauti ya udongo ni yule ambaye ameisha toka ndani ya dunia, akaingia ndani ya nini? Ndani ya udongo. Huyu nani? Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alisema, huyu Rafi anafahamu maneno ya udongo wa kaburi yanayoulizwa na udongo. Moja, udongo unamuuliza yule yumo ndani ya kaburi, iko wapi mali na mizigo? Ulipewa vyote hivi. Wako wapi wazuri na wabaya? Wako wapi wenye nguvu na afya? Wako wapi wenye nguvu na afya hivyo? Wako wapi wagonjwa na wanyonge? Wako wapi waliyeuana na wakaachana? Wako wapi matajiri na mafuke? Udongo ukajibu, hayo yote ni sura yenye fikra. Ala maulizo yote ni sura ya mtu kufikiri, na haimjie fikra hiyo mtu hadi aingie chini ya kimvuli cha udongo, mpaka aingie ndani ya kaburi. Hii fikra ndiyo inapita inamjia. Usemi nao mwanandani nayo halikuachie. Mwanandani unasema nini? Mwanandani kila kitu kina ulimi. Mwanandani unasema kila kitu, hata wewe wakati huko juu ya ardhi una ulimi. Na mimi nimepewa ulimi niseme.
Mimi ni nani? Mimi ni udongo. Mimi ni nyumba nzuri, pia ni nyumba mbaya. Ingia usikilize na ujibu. Ingia usikilize na ujibu. Maulizo na masimango. Mimi ni nani? Kaburi na kusimanga sasa. Mimi ni nani? Ni nyumba ya vidudu. Sikiliza huko. Zinachekelea, zina furaha kwa shangwe mno, zinakutambaa bila tatizo, zinakula. Haujitingishe, haujiinue, haujikune, nifukuze. Tunajijamba hadi tukijivuna leo. Vitashiba dudu bila kunyanyaswa. Haya kasisimizi hakakugusi uko kwenye uhai. Akitaka kukufikiria unakaua, unakafikika. Sasa leo kana kujongelea kako kwenye mwili wako. Anakwambia haukakanyaki. Anakwambia hivi, amka utuone. Amka utuone. Hao ndio wale wadudu. Leo tutakula, leo tutashiba. Wanadana nazidi kusema, mimi ni nyumba ya pekee. Sina wapendwa. Sasa wewe ulikuwa juu ya mgongo wangu. Wapi wapendwa wako mliyekuwa mkisema nao? Mkicheka, mkila, mkinywa nao. Leo cheko ni lako peke. Utacheka peke yako. Baraza yako, tandiko lako, chumba chako, kiti chako, peke yako. Hauna mtu mwingine. Mimi ni nyumba mbaya. Ni nyumba ya mateso. Ni nyumba ya mapingu. Ni nyumba ya minyororo ambayo ni minyororo ya moto. Ni nyumba ya majoka. Ni nyumba ya marungu ya kukutandika wewe. Ni nyumba ya mkaa wa moto ambaye wewe utatupwa ndani. Basi ya mchemko. Haya sasa, nipe rushwa nikuachilie. Hiyo ndiyo kaburi inakwambia wewe na ndani. Kimo kimesha kufikisha, kimesha kuingiza. Sasa nipe nini? Nipe rushwa nikuachilie. Ubahiri ulikuzubaza, ukaifunga mikono yako, haukutoa machozi. Machozi yakawa sanduku la kuteketeza maisha kwa kukosa hikma. Mawasiliano yako ni kulimbikizia uzito wako. Geuka uingie ndani ya mkaa wa moto. Anasema Allah mtukufu, hadhihi naru lati kuntum biha tukadhibun afasirun hadha am antum la tubsirun islauha fasbiru au la tasbiru sawaun alaykum lama tujzam wa kuntum ta'malun. Unaambiwa maadamu likukilimbikiza, unakataa kutoa sadaka, unakataa kutoa kufanya maamrisho yote yale ambaye uliyoamrishwa. Ukiambiwa haya unajitia wewe ni fahari. Sasa unaambiwa huyu ndiye moto, unaambiwa huyu ndiye moto. Bwana ndiye moto. Mlikuwa mkipinga. Je, huyu ni uchawi? Ni uchawi huyu moto? Ama hamuone kama mnaungua? Ndugu yangu, wakati wangu unauona pia wakati wa sala unaazimia kufika. Hivyo mtashukuru wa ndugu zangu walionipokea kunapo kipindi hiki. Ni nyingi ambazo ndizo niko nazo husikana na matatizo
ya ndani ya kaburi. Kwa hivyo mimi nitaacha kipindi kidogo tu cha dakika 5 kuhusu mawaidha, wanipe ripoti yamewafikia vipi. Pili, ikiwa kuna ulizo ziulizwe, kisha tuagane tukamuombe azza wa jalla insha Allah. Karibuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh kabisa, Mwenyezi Mungu akulipe kheri nyingi sana kutokana na wazi wako wa leo. Naamini ni Waislamu wenye wako katika halaka hii wamefaidika na wamepata ukumbusho mzito kutoka kwa Sheikh wetu. Tumesoma kwake mengi sana na bado tunaendelea kusoma insha Allah. Kama vile amesema wakati wake ni mdogo, atakuwa na wakati mchache wa masala. Kwa hiyo naona tungepokea maulizo haraka insha Allah. Kila mwenye yuko na ulizo anaweza akatuma kwangu. Namba yangu ni, kwa sababu kawaida huwa tunazifungua line lakini huwa panatokea fujo, kwa hiyo watu wote watabakia hivyo kwenye mute. Na tunakaribisha masala. Tukufungulie line yako. Namba yangu ni 973 563 8847. Kwa wale wenye kuzungumza Kiingereza naam. Utawaputa inshallah. Naam inshallah. Tunasubiri kama kuna mtu atakuwa na ulizo ili tuweze kufungulia line. Kawaida huwa wote tunawaacha wanakuwa huko kwenye wamezimishwa simu zao, zimenyamanzishwa na wanatuandikia, alafu tunaufungulia line ili waweze kuzungumza. Kwa hiyo tunasubiri.